moja ya sababu ya tuzo hii kuwekwa kwenye Taasisi ya Elimu Tanzania ni kuhakikisha kwamba inakuwa ni chimbuko la kuongeza vitabu vya uandishi bunifu. Na jinsi tunavyoongeza idadi ya vitabu hivyo, kunakuwa na uchaguzi mpana zaidi, wigo mpana zaidi wa kuja kupata baadhi ya vitabu ambavyo vinaweza vikatumika kama vitabu vya kiada katika masuala ya uandishi bunifu. La pili niliongezea kidogo ni kuhusu kumuenzi Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere alikuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama mwanasiasa, nadhani kila mmoja anafahamu historia yake, inafahamika duniani kote. Baadhi ya watu hawajui kwamba Mwalimu alikuwa ni mwandishi bunifu aliyekubuhu na aliandika sana. Aliandika hata wakati yuko Ikulu, ndio kwanza kachukua uongozi wa nchi yetu akiwa waziri mkuu na baadaye rais wa Tanganyika, lakini kipindi hicho amekaa Ikulu na kazi nzima ya kuongoza nchi ambayo kwanza ni changa na matarajio ni makubwa na mzigo wa uongozi ni mkubwa sana. Alikuwa anaandika mashairi na tenzi mbalimbali. Kwa maana hiyo basi, jina la tuzo hii limepewa kwa Nyerere, na hili ni chaguo la waandishi nguli tuliokuwa tunakutana nao wakati wa kuanzisha tuzo hii, ambapo tulijaribu majina mbalimbali. Awali tulifikiria tuanzishe jina la Shaban Robert. Tukaambiwa tayari kuna tuzo ya Shaban Robert. Tukaona itatuletea utata. Lakini Mwalimu Nyerere anafahamika kimataifa, lakini vile vile naye ni mwandishi nguli sana, ametusaidia mpaka hapa tulipo na kazi zake ni nzuri sana. Kama tunavyofahamu, zawadi zinazotolewa kwa washindi wa tuzo hii ni fedha taslimu kwa kiwango cha shilingi milioni 10 mshindi wa kwanza, milioni 7 mshindi wa pili na milioni 5 mshindi wa tatu. Lakini pamoja na fedha taslimu, mshindi wa kwanza kwa kila nyanja anapata zawadi muhimu kuwa mswada wake unachapishwa. Ukishachapishwa, serikali inanunua nakala za kutosha kusambaza shuleni na maktaba za taifa. Kila shule nchini itapata kati ya vitabu 10 mpaka 8 tegemeana na aina ya kitabu. Vitabu hivi tunataraji kwamba vitakaa maktaba na watoto wote wanaweza kuvisoma, kwa sababu haiwezekani mtoto mmoja akakumbatia kitabu kimoja kwa muhula mzima. Kwa hiyo mtoto akisoma anakiacha, anakuja kusoma mwingine. Uwiano wetu ni kati ya vitabu 10 mpaka 8 kwa kila shule. Aidha, vitabu hivi Mheshimiwa mgeni rasmi vimeshapewa ithibati ya kamishna wa elimu. Maana yake vimeidhinishwa kutumika katika shule zetu. Kwa nafasi hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaendelea kuishukuru sana serikali ya awamu ya 6 kwa kuendelea kutenga fedha za kufanikisha uwepo wa vifaa vya kufundishia na kujifunzia, ikiwemo vitabu hivi bunifu.